Majira ya saa 11 jioni, anga likiwa tulivu, liking'aa na miale ya jua. Ndani ya uwanja wa hayati Mzee Benjamin William Mkapa palikuwa ni mahali pa kumbukumbu. Mashabiki walijawa na amani isiyo ya kawaida. Kelele za jumla zilisikika na mwisho mlango ulifunguliwa kwa mchezo wenye ushindani mkali. Majirani wa Kariakoo, viwanja vya Mbweni, hata maduka ya kahawa, majirani wa uwanja wa Mkapa, kila kona ilikuwa imejaa hadhira inayofunika kila sehemu. Kila nyimbo, kila bango ilikuwa na historia. Mashabiki wa Young African walibeba matumaini ya kutetea taji, huku Simba mwenye njaa ya kurejesha heshima akipambana kuwa mfalme tena. Hii ilikuwa si mechi tu, ilikuwa tamasha lenye thamani ya kihistoria kwa wababe hawa wanaokulia katika sehemu moja tofauti ya mitaa tu. Mchezo huu haukuwa ufunguzi tu wa msimu, bali ulikuwa ni kipimo cha kwanza cha ubora, ujasiri na kuonyesha nani ana nguvu ya kuongoza ligi. Simba walitamani kurudisha taji hilo, lakini Young Africans walitamani kutetea ubabe wao, na ndivyo ilivyokuwa. Young Sports Club waliendeleza kipigo kwa mfalme wa mwituni na kumfanya kuinamisha kichwa tena. Hii ni mara ya 6 mfululizo Simba kupokea kichapo mbele ya wananchi, ikiwa ni mara ya 4 kwa kocha Fadlu Davis, mbinu zake za kimkakati kutofua dafu mbele ya mfalme wa Jangwani. Ushindi haupimwi tu kwa mabao, bali unaonekana kwa njama, mikakati na jitihada ya kila mchezaji. Mnyama Simba alipambana mno, lakini alizidiwa hesabu. Pale alipotoa, mwananchi alijumlisha na kumfanya kupata bao la kuongoza. Pacome Zouzoua, nyota wa Ivory Coast na MVP wa Young Africans, alishindwa kupata tuzo hiyo msimu uliopita, lakini mashabiki hawakuacha kumwita MVP na wanaimani ya kwamba msimu huu atatoa tuzo hiyo. Zouzoua ndiye aliyekuwa hakimu wa mchezo. Dakika ya 10 ya kipindi cha pili na dakika ya 54 ya mchezo zilimtosha kupachika bao la kuongoza na kuwafanya wananchi wanyanyuke kwa furaha ndani ya Benjamin Mkapa. Kwa mara nyingine tena, kauli ya ubaya ubwela inakuwa tofauti na maana yake, kwani wamekubali kupoteza tena. Wananchi wanampa changamoto Fadlu Davis ya kujiuliza wapi anakosea. Unaikumbuka kauli ya Ali Shabani Kamwe inayosema tutawapiga kichwani? Sasa imetimia, kwani mnyama Simba ameshindwa kufurukuta licha ya jitihada nyingi za Kibu Dennis Prosper, kiungo mkandaji, pamoja na Dese Mkwala, lakini hazikuweza kuwapa maumivu wananchi, na ndipo Zouzoua akaibuka kama mzamiaji baharini. Waswahili husema kila mwamba ngoma huicheza. Dakika zilikwisha na kumbukumbu imebakia katika vichwa vya mashabiki wa mnyama Simba, wakiondoka kwa huzuni, lakini wakiwa na matumaini na timu yao. Huenda wakati mwingine mnyama Simba atanyanyuka tena na kutawala kwa heshima. Makala hii imeandikwa na kusomwa nami Zahra Omari wa Tanza TV.